الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tunaendelea na darasa yetu ya fiqhi katika kitabu cha Matnu Abi Shujaa. Tumefika faslun, upambanuzi, kipengele, wa sharaitu tayammumi. Upambanuzi sasa hivi atazungumzia upambanuzi huu, atapambanua kuhusu masala ya tayammum. Na tunataka kama tunavyojua kutayammamu ni kufikisha mchanga uliokuwa safi kabisa katika uso na mikono miwili. Basi tayammum inafanyika katika uso na mikono miwili. Kwa hiyo kule kufikisha mchanga iliyokuwa safi katika uso na mikono miwili kwa sharti maalumu na kwa nia maalumu, hiyo ndio inaitwa tayammum. Na tumesema kwamba maji na mchanga ndo zana hizi nyenzo zinotumika kujitoharisha, lakini mchanga unakuwa niaba tu, mbadala wa maji pale atakapokosekana. Mara nyingi tunatumia maji safi. Kwa hiyo ikiwa imekosekana maji, hatuna nyenzo ya maji, kwa hiyo tutakimbilia katika mchanga kama atakavyoelezea shekhe. Wa sharaitu tayammumi, na sharti za kutayamamu, khamsatu ashya, ni tano. Wa sharaitu tayammumi khamsatu ashya, ni tano, lakini katika kopi nyingine inaandika khamsatu khisalin, mambo matano. Khamsatu ashya na khamsatu khisal yote sasa mambo matano, kopi tu tofauti ya kopi ya vitabu. Kwa hiyo washaraitu tayammumi khamsatu ashya, na sharti za kutayammum ni tano. Ili utayammum tayari hapo iwepo sharti hizi. Ya mwanzo, wujudul udhri, kuwepo kwa udhuru. Huwezi ukatayammum tu hivi hivi, lazima ipatikane udhuru wa kunini, wa udhuru miongoni mwa udhuru ambayo itakupelekea kutayammum. Anasema wujudul udhri bi safarin au maradhin. Sheikh anasema kuwepo udhuru wa safari au maradhi. Udhuru wa safari au maradhi. Na hivi ndo alivyosema Mwenyezi Mungu, wa in kuntum marda, katika suratul Maida, wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum min alghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Hapa kataja sababu za kupelekea kutayammum, basi tayammumuni. Wa in kuntum marda, mkiwa wagonjwa, au ala safari, mkiwa katika safari. Hizi ndo sababu tu ambazo zimetajwa katika suratul Maida za kutayammum. Kwa hiyo shekhi hapa akasema wujudul udhri bi safarin au maradhin, kuwepo udhuru kwa safari au maradhi. Kwa hiyo hizi miongoni, hii ndio sababu ya mwanzo ya nini, ya kutayammum, wujudul udhri, kuwepo kwa udhuru. Udhuru unakuja nini, kwa safari au kwa maradhi, ndo kabainisha shekhe, hiyo ya mwanzo. Wadukhulu waqti salati, na kuingia wakati wa swala. Maana yake katika sheria ya Kiislamu huwezi ukatayammamu kabla ya wakati kuingia. Swala kama tunavyojua kwamba mtu anaweza katia udhu toka saa 5 hata dhuhuri haijaingia, halafu ule udhu wa saa 5 kama haujatoka anakuja kuswalia adhuhuri baada ya kuingia wakati, japokuwa katia saa 4 au saa 3 lakini haujamtoka. Lakini kutayammamu huwezi ukatayammamu kabla ya wakati ya kuingia. Kwa hiyo kusema saa 4 saa 5 maji hayajatoka, nishatafuta kote, acha nitayammamu kwa ajili ya swala ya dhuhuri. Huruhusiwi kutayammamu hiyo saa 4 ulokosa maji, na wala saa 5 huwezi kutayammamu nje ya wakati, kwa sababu yani huenda karibu na wakati ukapata hayo maji. Kwa hiyo huwezi ukatayammamu kabla ya wakati kuingia, kwa sababu hii tayammamu ni udhuru tu, na udhuru haiwezi ukatanguliza. Kwanza subiri mpaka ukiingia wakati, umekosa maji ndo tayammum. Lakini ukitayammamu kabla ya wakati kuingia hauhisabiki. Ndio nasema wadukhulu waqti salati, na uingie wakati wa swala. Umeingia wakati wa swala ndo umeyakosa ile maji, ukayatafuta,
hapo ndo utatayamam. Lakini atakayetayamam kabla ya wakati wa swala kuingia, batil, haihisabiki. Ikiingia wakati aje kutayamam tena. Wa talabul ma'i, na kuyatafuta maji. Asitosheke tu kusema maji hayapo hapa nyumbani, atoke akayatafute. Au safarini tayari hapo atafute, aende huku na huku akatizame sehemu ambazo huenda zikapatikana maji. Hiyo sababu ya tatu. Wadukhulu waqti salati, ya pili. Ya mwanzo wujudu al-udhri bi safari au maradhi, ya pili wadukhulu waqti salati, ya tatu wa talabul ma'i, na kuyatafuta maji. Uyakose, lakini ukiyakosa tu usifanye, usiende kutayamam, kwanza yatafute. Baada ya kuyatafuta ukayakosa, hapo unaruhusiwa kutayamam. Wa ta'adhdhuru istimalihi, sababu nyingine na kushindikana kuyatumia. Wa ta'adhdhuru istimalihi, na kushindikana kuyatumia. Na hii sababu nini? Sharti hii ya 4, hii inakuja kwamba maji yapo lakini una udhuru. Udhuru gani? Mfano kuna baridi kali, kwamba mimi nikiyatumia haya itapelekea mimi kufanya nini? Kuangamia au kupoteza kiungo. Ndo ta'adhdhuru istimalihi, kushindikana kuyatumia kwake. Kwa hiyo hapo utaruhusiwa kufanya nini? Utaruhusiwa kutumia mchanga badala ya maji kwa kushindikana kuyatumia kwake. Wa i'wazuhu ba'da talab, na kuyahitaji baada talab, baada ya kuyatafuta. Wa i'wazuhu ba'da talabi, na kuyahitaji hayo maji baada talabi, baada ya kuyatafuta. Na hii inaingia kwamba nimeyatafuta maji lakini nikayapata kidogo. Kwa hiyo nahitaji kwa kiu, kwamba mimi haya maji kidogo, mimi nina kiu na vile vile nataka kutia udhu. Nikitia udhu mimi nitakufa kwa kiu, lakini nikinywa maji nitaondosha kiu, lakini nitatayamam. Basi unaambiwa unywe maji ayo uliyopata, halafu uwe tayamamu ili kuisevu nafsi. Na hii inakuja hata mnyama aliyeheshimika, kama mnyama wako umepata maji lakini kidogo tu, unahitaji wewe na mnyama wako, kwamba ukitayamamu nitakosa mimi au mnyama wangu atakufa. Basi bora mpe anywe mnyama wako na wewe unywe, halafu yakimaliza tayammum. Ndo hiyo maana yake wa i'wazuhu ba'da talabi, na kuyahitaji baada ya kuyatafuta. Lakini hii inakuja pale utakapopata maji kidogo. Lakini ukipata mengi utakuwa huyahitaji, utatumia, utakunywa, na mengine utabaki utatilia udhu. Halafu akaendelea kusema waturabu tahir, na kupata mchanga ulokuwa safi. Lahu ghubarun, uwe na vumbi. Fa in khalatahu jassun au jissun, ukichanganyika huo mchanga na jasi au chokaa vile, au ramlun, au vichangarawe, lam yajuz, hautojuzu kutayamumia. Manake mchanga lazima uwe khalis, mchanga tu, usichanganyike na kitu, usichanganyike na unga, wala usichanganyike na jasi, wala chokaa, wala vichangarawe. Mchanga ulokuwa safi, tena wenye vumbi. Huo mchanga wenye vumbi, ulokuwa hauna vumbi haufai pia. Akaendelea kusema wa faraidhuhu, na fardhi zake za kutayamam, 4 ashya, mambo 4. Ya mwanzo an-niyatu, zile za mwanzo tumesoma sharti sasa hivi tunasoma nini? Faradhi zake. An-niyatu, kutia nia, kukusudia. An-niyatu maana yake kukusudia. Kila siku tunasema kwamba innamal a'malu binniyati, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila amali au kuhesabika kwa amali, kuhisabiwa, kuzingatiwa kwa amali kunategemea nia. Na nia ndo inotofautisha baina ibada na ada, kama tulipokusha kutangulia kusema huko kuelezea. Kwa hiyo nia muhimu ikupitikie moyoni. Si lazima kutamka, lakini angalau ikupitikie moyoni. Kama hukutamka, ikupitikie moyoni kwamba mimi sasa hivi nafanya kitendo cha nini? Cha kutayammum. Kwa hiyo an-niyatu, kutia nia. Wa mashul wajhi, na kupaka uso. Wa mashul yadaini, wa mashul wajhi, na kupaka uso, tena uso mzima. Wa mashul wajhi, na kupaka uso.
wa mashu liyadaini ma'al mirfaqaini, na kupaka katika mikono miwili pamoja na vifundo viwili. Kama kwenye uzu kule kuosha, kwenye uzu kuosha, hapa kupaka unaosha mpaka kwenye mirfaqi mbili, na kuna kwenye tayammum utapaka mpaka kwenye mirfaqi mbili. Wa tartib, na kupangilia, manake usije ukaanza mikono kabla nini, kabla ya uso. Kama kule kwenye udhu tartibu ipo na hapa ipo, katika fardhi za udhu 6 zile tartibu ya mwisho, na hapa pia tartibu ipo. Kwa hiyo an-niyatu ya mwanzo, wa mashul wajhi, kupaka uso, ya pili wa mashul yadaini, na kupangusa mikono miwili ma'al mirfaqaini, pamoja na mirfaqi mbili, wa tartibu, na kupangilia. Halafu wakaendelea shekhe kusema wa sunanuhu, na sunna za kutayammam 3 ashiyaa, mambo matatu. Sunna zake ni 3. Ya mwanzo at-tasmiyatu, kusema bismillah. At-tasmiyatu, kusema bismillah. Hata kwenye udhu kule tasmiyatu pia ipo katika sunna. Wa taqdimu al-yumna ala al-yusra, na kutanguliza kulia kabla ya kushoto, kama kule kwenye udhu, na kutanguliza kiungo cha kulia kabla ya kushoto. Maana yake unatanguliza mkono wa kulia kabla ya kushoto, ama uso utapangusa pamoja. Wal muwalatu, na kufuatanisha na kufululiza, ndo kama kule za kwenye uzu. Wal muwalatu, na kufululiza, kufuatanisha, baada ya uso tu hapo hapo unapangusa nini, mikono. Walladhi yubtilu tayammum, sasa nakuja anobatilisha. Kaanza sharti, akaja nguzo, akaja sunna, sasa anakuja anobatilisha yote tayammum, ikawa haipo tena. Walladhi yubtilu tayammuma, na yale mambo ambayo, na yale ambayo yanabatilisha tayammum 3 ashiya, mambo matatu. Ukipata na hayo tayammum huna tena. Ma abtala alwudu, kila yanobatilisha udhu. Ma abtala alwudu, ma bimaana kullu, au yale ambayo yanabatilisha udhu, kila yanobatilisha udhu, yale ambayo yanabatilisha udhu ndo kila yanobatilisha udhu. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti as-salah, na kuyaona maji katika wakati usiokuwa wakati wa swala. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti as-salah, na kuyaona maji katika wakati usiokuwa wakati wa swala. Au unaweza kusema kuyaona maji kabla ya kuingia ndani ya swala, hiyo ndo maana yake. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti as-salah, unaweza kusema na kuyaona maji kabla ya kuingia kwenye swala. Maana yake ukiona maji kabla kuingia kwenye swala, baada ya kutayammum tu unaenda zako kuswali, ukayaona maji pale pale, tayammum unabatilika, na unatakikana ukachukue maji ukatie udhu. Ama ukesha kuingia ndani ya swala kama msafiri, na swala yako inaanguka kwa ile tayammum, msafiri haibatiliki tena, unaendelea na swala yako basi, na wala hurudi swala. Lakini kama mkazi utarudia. Kwa hiyo huyo msafiri aliyotayammum akiingia ndani ya swala basi haibatiliki tena, kwa sababu kisha ingia ndani ya swala. Lakini kama hajaingia ndani ya swala akayaona maji, pale tayammum yake ishabatilika, na atatakikana atie udhu kwa maji akaswali. Na ya mwisho wariddatu, na kuritadi. Akiritadi tu pia vile nini, tayammum yake ishabatilika. Kuritadi ima katamka maneno yanopelekea kufanya nini, kuritadi maneno mabaya baada ya kutayammum, itakuwa tayari tayammum yake ishatenguka. Au akadhamiria kuritadi, vile vile itakuwa tayari ishatenguka. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.